uvue utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Na kitabu kile ambacho kilikuwa kinatutangulia na tukisimamia ni kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari ule wa 17. Wakorinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 17, na Biblia inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tangu jana asubuhi na jioni tumeweka msingi tukizungumza habari ya akili, lakini na vipengele vyake na kazi yake, na vile vipengele kimojawapo ni fikra. Tukaona namna ambavyo fikra inatenda kazi, inafanya kazi ndani ya nafsi yetu. Lakini pia tukasema kila kitu unachokiona, kila kitu ulicho nacho, kila kitu unachokitumia ni wazo la mtu. Hapo mwanzo lilikuwa ni wazo la mtu, lakini baadaye kikatokea kitu na sasa unakitumia. Kwa hiyo tukasema ndani mwako kuna uwezo mkubwa sana ambao Mungu ameuwekeza ndani mwako, lakini yawezekana haujaanza kutokea, haujaanza kudhihirika bado, lakini endelea kuamini kwamba ndani mwako Mungu amekupa akili, Mungu amekupa uwezo wa kufanya mambo makubwa sana katika ulimwengu huu. Kwa hiyo nikutie moyo, usivunjike moyo, bali simama ukimwamini kwamba Bwana kuna kitu amekiweka ndani mwako, na hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nami nadhubutu kusema kwamba wewe ni kiumbe kipya, sio kiumbe cha zamani. Asubuhi hii tumesoma kitabu kile cha Luka sura ile ya 15 mstari wa kwanza hadi mstari wa 11 hadi mstari ule wa 18, na nimeandika nikasema, kukua na kufirisika kiroho, kukua au kufirisika kiroho na kiuchumi hutegemea sana mawazo na fikra za mtu. Kukua au kufirisika kiroho na kiuchumi hutegemea sana mawazo na fikra za mtu. Tumesoma kwenye kile kitabu cha Luka sura ile ya 15 kuanzia ule mstari wa 11 hadi wa 18. Biblia imetuonesha habari ya wana wawili. Kuna mwana mmoja ambaye alikuwa ni mdogo na yule aliyekuwa mkubwa. Hawa watu walitofautiana namna ya kufikiri kwao. Yule mdogo alifikiri na kufanya maamuzi, lakini matendo na tabia vilimkataa. Mdogo alifikiri na kufanya maamuzi, lakini matendo na tabia vilimkataa. Unaona namna alivyoomba sehemu ya mali inayomwangukia kwa baba yake, na baadaye baba yake akampa, lakini baada ya kumpatia tunaona alipoondoka akaitumia ile fedha, zile mali baba yake aliyompa, akaitumia vibaya katika maisha ya uasherati. Alifikiri akaona ni haki yake kupata sehemu ya mali, lakini baada ya kupewa akaenda kufanya kitu tofauti kabisa, na baadaye ile mali ikaisha, akaitumia katika matumizi ambayo sio sahihi kabisa, na baadaye akawa muhitaji. Ndivyo ilivyo
tunatofautiana. Unaweza ukafanya kazi mwezi mzima, unapopokea mshahara wako, angalia matumizi yako. Kazi umefanya, mshahara umepata, ni haki yako, lakini unapopokea inakuwaje? Fikra zake ziliona kwamba ni haki kupata na akapewa, lakini matumizi yake yalikuwa tofauti. Na yule mkubwa alikuwa na tabia na matendo mema, lakini fikra na maamuzi vilimkataa. Mkubwa alikuwa na tabia na matendo mema, lakini fikra na maamuzi vilimkataa. Huyu mdogo alimwambia baba, naomba unipe sehemu ya mali inayoniangukia, na baba yake akampatia. Tunaona laiti angelijua, kwa sababu ile Biblia inatuambia kwamba alipoenda kule alishikamana na wenyeji wa nchi ile, na yule mwenyeji akampeleka katika shamba lake ili akalishe nguruwe. Nilipokuwa nikisoma habari hii nikawaza, nikafikiria sana, kwa nini huyu mtu akufikiri namna ya kutumia hii fedha ili aweze kuzalisha? Maana lile eneo lilikuwa linaonekana kabisa kulikuwepo na watu ambao wanafanya shughuli ya kilimo, na tunaona ile nchi ikawa na njaa. Laiti angewekeza katika kilimo ili baadaye jambo likitokea watu wakawa na uhitaji wa chakula, aweze kuuza chakula. Angewekeza kwa sababu alikuwa na pesa, lakini amepata pesa akaitumia tofauti kabisa, na baadaye pesa yake imeisha, naye anatamani hata mtu ampe chochote, lakini Biblia inasema hakuna mtu aliyempa kitu chochote. Akatamani akambatana na mtu na mwenyeji wa nchi ile, akaenda kulisha nguruwe, akatamani hata kula maganda ya nguruwe. Tunatofautiana namna tunavyowaza. Unaweza ukapata pesa sasa, lakini ukaitumia vibaya. Lakini ukatumia vibaya pesa yako. Lakini huyu mkubwa alikaa pale kwa baba yake, alikula, alikunywa. Tunaona baadaye ukiendelea kusoma kwenye ile mistari ya 22 na 24, Luka 15 mstari ule wa 22 na 24, Biblia inatuonesha namna ambavyo yule mkubwa baada ya kupokea taarifa kwamba yule mdogo amerudi. Tusome pale 22, 24. Lakini baba alipomwona alimwambia watumwa wake, leteni upesi vazi lilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mstari wa 23, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule tufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Biblia inasema alikuwa amepotea, na hiki kisa tunasema ni kisa cha mwana mpotevu. Lakini ukiangalia pale mwanzoni hakupotea, alipata stahiki zake, lakini matumizi yake yakamfanya aonekane ni mwana mpotevu. Utambulisho wake mpaka leo anaitwa mwana mpotevu.
Lakini kama angepokea hii fedha akaenda kuitumia vizuri, angefanya vizuri, hata angerudi nyumbani, angelikuwa na kitu cha kufanya pale nyumbani, angeonekana ni mtu wa thamani. Lakini maamuzi aliyoamua na fikra zake na matendo yake vikamkataa, matendo yakakataa, akaonekana ni mwana mpotevu. Lakini aliporudi kwa baba yake akampokea, akasema huyu alikuwa amepotea. Yamkini sisi kuna matendo ambayo tunayatenda, kuna maisha ambayo tunayaishi, tunaporudi kwa Bwana anatuambia huyu mwanangu alikuwa amepotea, sasa amerudi. Nami Biblia inapotuambia kwamba mtu amekuwa, anapokaa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa yule mtoto akapewa vazi, na tunaongelea habari ya kuvua utu wa kale na kuvaa utu upya. Baba yake akamwangalia lile vazi aliyokuwa nalo, akamwambia watumishi wake, leteni vazi zuri na mleteni viatu akavae. Bwana naye anakuangalia na anajua matendo yako, anajua njia zako. Kwa hiyo naye ameandaa vazi kwa ajili yako. Bwana amekuandalia vazi. Usiangalie namna ulivyo. Inawezekana umepotea kwa miaka mingi, lakini lipo vazi ambalo Bwana ameliandaa kwako. Watu wengine, yule mwana mdogo waliona ni mtu wa ajabu sana, walimkataa. Alikuwa ananuka mpaka yale mavi ya nguruwe, lakini baba yake alipomtazama tokea mbali, akamkimbilia mwanae, akamkumbatia, akambusu sana. Biblia inasema, nami nataka nikwambie, inawezekana dunia imekutenga, inawezekana watu wamekutenga kwa sababu ya namna ulivyo, kwa sababu ya mwenendo wako, lakini kwenye madhabahu hii acha nikwambie, Bwana anapokutazama anakuandalia vazi. Tazama sasa, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Bwana amekuandalia vazi la kukuvika asubuhi ya leo. Haijalishi unaonekanaje, haijalishi nyumbani na mtaani wanakuona wewe ni mtu wa namna gani, acha mbingu ziseme, Bwana amekuandalia vazi. Wako wapi watu ambao wananielewa, wangempigia Yesu makofi? Kuna vazi ambalo Bwana amekuandalia asubuhi ya leo. Usikate tamaa. Yule mdogo akazingatia moyoni mwake, akafanya maamuzi ya kwenda kwa baba yake. Akasema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kusaza, mimi nakufa na njaa. Nyumbani mwa Bwana, Bwana anakuhitaji. Nyumbani mwa Bwana, Bwana anakuhitaji. Nyumbani mwa Bwana kuna makao. Njoo ukatulie kwa Bwana, usiendelee kubaki huko. Njoo kwa Bwana, njoo kwa Bwana. Bwana amekuandalia nafasi. Baba yake akamvika pete, baba yake akampa vazi jipya. Lakini Biblia inasema alipozingatia moyoni mwake, akafanya maamuzi ya kwenda nyumbani. Na mimi natamani uzingatie moyoni mwako, alafu ufanye maamuzi ya kumtafuta huyu Yesu, ya kuishi ndani yake ili uwe kiumbe kipya. Kwenye ule mstari wa 28 na 30 mpaka 33 tunaona namna ambavyo yule mkubwa alipokuja, akasikia sauti, akasikia kelele, anawauliza watumwa, kuna nini? Wakasema, yule mdogo aliyekuwa amepotea amerudi. Akakasirika ndani mwake, akasema, inawezekanaje? Na baadaye akaenda kwa baba yake, anamwambia baba, wakamwambia ingia ndani, akakataa. Hasira ikapanda. Anamwambia baba, nimekuwa pamoja nawe siku zote hizi, hujawahi kunifanyia haya. Lakini baba akasema, siku zote uko hapa, hivi vitu vyote ni vya kwako, ni vya kwako mwanangu. Akasema, inawezekanaje huyu mtu aliyekuwa amepotea kwa miaka mingi leo amerudi, unamchinjia ndama, tunafanya sherehe? Inawezekana kabisa umekaa sana kanisani, umetumika sana madhabahuni, lakini haujakutana na muujiza wako. Na mtu mwingine anakutokea siku moja tu, anapokea muujiza.
unarudi mbele za Bwana kunungunika. Bwana anakuambia hivi vitu vyote ni vya kwako. Tunatofautiana katika kufikiri. Bwana ametupa akili, Bwana ametupa ufahamu, ni namna tunavyotumia. Laiti huyu mkubwa hangewekeza pale nyumbani, kwa sababu Biblia inatuambia akawagawia wote. Inawezekana wote walipata, lakini walitofautiana namna. Huyu alikuwa na matendo mema, lakini fikra zilimkataa. Matendo mema, aliishi vizuri na baba yake, lakini mawazo na maamuzi ya kutumia kile kilichokuwa pale nyumbani hakuweza. Unasikia anamlalamikia baba yake. Kwa hiyo maamuzi yake yalikuwa yanamsubiri baba yake akiamua ndipo afanye. Na tuna watoto nyumbani ambao wanasubiri mpaka baba aseme ndipo wafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu watatu duniani ambao ni muhimu katika kuongeza thamani ya uwepo wako. Tuna watu watatu muhimu katika kuongeza thamani ya uwepo wako. Mtu wa kwanza ni watu wenye mawazo lakini hawana pesa na matendo. Mtu wa kwanza ni wale wenye mawazo lakini hawana pesa na hawana matendo. Kwa watu hawa anaweza akafikiria, lakini kwa kweli hana pesa kwa ile jambo alilolifikiria na hawezi kutenda. Watu wa pili ni wale wenye pesa lakini hawana mawazo na matendo. Ana pesa lakini hana mawazo namna ya kutumia ile pesa na hawezi kutenda. Na mtu yule wa tatu ni wale wenye matendo lakini hawana mawazo. Wana mipango, hawana mipango. Wana matendo, anaweza kufanya lakini hana mawazo, hana mipango na matendo. Kwa watu hawa watatu ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mtu anaweza kuwa na pesa lakini hajui atumie pesa ile kufanya nini. Unaweza kuwa na milioni 10, milioni 20 iko pale nyumbani, ukaamua kuichukua kuipeleka benki uitunze kule, kwa sababu hauna cha kuitumia, hauna kitu cha kufanya. Lakini unapoiweka pale benki, yule mwenye wazo naye mnapishana pale njiani, anaingia anachukua mkopo, ile hela yako uliyoiweka benki ndiye anayoichukua kwenda kufanya kazi, kuitumia. Tunatofautiana. Kwa hiyo ili mwanadamu aweze kukua kiuchumi, anahitaji watu wenye mawazo, anahitaji watu wenye vitendo wanaochukua hatua, na anahitaji watu wenye pesa wa kuwekeza. Hapa nimeweka swali: ni kipi chenye thamani kati ya watu, wazo au pesa? Ni kipi kina thamani kati ya watu, wazo au pesa? Au kipi kina thamani kati ya kampuni, dila ya kampuni au watu? Kipi kwako kina thamani kati ya kampuni, dila na wazo? Utajifanyia hapo tathmini mwenyewe. Mimi sina majibu sasa, lakini jaribu kuwaza
Wewe una wazo, unahitaji pesa na watu wa kufanya kazi, au wewe una uwezo wa kufanya kazi, kwa hiyo unahitaji mwenye pesa na mwenye wazo? Au wewe una pesa, unahitaji mtu wa kufanya kazi na mwenye wazo? Kwa kila mmoja hapa ana eneo lake. Mimi sijui wewe uko wapi. Kwa kama wewe ni mwenye pesa, kuna watu wawili unawahitaji. Kama wewe ni mwenye wazo, una watu wawili wengine unawahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wenye mawazo, hebu nipungie mkono. Haleluya. Wale watu wenye mawazo tupungiane mikono. Asante. Wale watu wenye pesa lakini hawajui namna ya kuitumia, hawana mipango, hebu tupungiane mikono. Hawapo, hamna pesa au mnajua namna ya kuzitumia? Najua unaweza kuwa na pesa lakini unatumia tu ovyo ovyo. Hauwekezi kama yule mwana mdogo. Yule mdogo alikuwa na pesa akatumia ovyo ovyo. Bora angejua watu wakulima pale kwenye ile nchi, wakazungumza, wakajua namna ya kuwekeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa nikupe agenda ya maombi tunaenda kuomba leo, na nikupe mistari yake, tuende mbele za Bwana kuomba. Agenda ya maombi ya asubuhi, na tutaomba tena jioni. Mungu akukutanishe na watu sahihi waliobeba njia ya utambulisho wako. Mungu akukutanishe na watu sahihi waliobeba njia ya utambulisho wako. Tuangalie kile kitabu cha Luka sura ile ya kwanza mstari ule wa 34 mpaka 35, alafu tuende mbele za Bwana kuomba. Luka sura ya kwanza mstari ule wa 34 hadi ule wa 35, na Biblia inasema, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu hatakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Natamani tutumie andiko hili kwenda kwenye maombi, kuomba Mungu atusaidie, Mungu atukutanishe na watu sahihi waliobeba maongezeko yetu, waliobeba utambulisho wetu. Angalia, Mariamu amekutana na malaika. Malaika anamwambia habari hii kwamba wewe utaweza kuzaa, utaweza kupokea mimba. Mariamu anauliza, litakuwaje neno hili, maana mimi simjui mume? Lakini tazama, malaika anamwambia, akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Natamani asubuhi ya leo nguvu ya Bwana ikufunike kama kivuli. Roho Mtakatifu awe juu yako. Hata wewe unayenisikiliza kwenye mtandao, Bwana awe juu yako. Nguvu ya Bwana iwe juu yako. Yale mawazo ambayo unawaza, unawezekana umewaza sana, unatamani kufanya jambo lakini unajiuliza litakuwaje neno hili. Simama kwa miguu yako tuombe. Nyosha mikono yako. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Ninakushukuru kwa asubuhi ya leo. Ninakutukuza kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Tazama Bwana, yamkini nina pesa
sijui cha kufanya, nina pesa sijui cha kufanya, ninakuja madhabahuni pako, ninaomba wazo, ninaomba wazo, ninaomba wazo. Ninakuomba Bwana, fungua fikra zangu ziweze kuwaza, ziweze kufikiri ni nini nifanye kwenye hii pesa niliyo nayo, kwenye uwezo niliyo nao. Bwana, ninaomba wazo kwenye madhabahu yako, ninaomba wazo kwenye madhabahu yako. Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unisaidie. Inawezekana ndani mwangu nina uwezo wa kufanya, nina uwezo wa kufungua miradi, nina uwezo wa kufungua biashara, lakini sina pesa, sina pesa. Yesu, ninakuomba unisaidie, unipe wazo, unipe wazo, unipe wazo Bwana, nipe wazo. Ndani mwangu nina uwezo wa kufanya mambo, uwezo ninao wa kufungua kampuni, lakini Bwana sina pesa, sina pesa. Bwana, ninakuomba, hili ni ombi langu kwenye madhabahu yako. Baba, ninaomba unipe, Baba, ninaomba unipe pesa, nikutanishe na watu ambao wataniwezesha. Uwezo wangu nilio nao, nimesoma sana, nina vyeti, nina uwezo mkubwa, lakini sina namna, sina mtaji, sina mtaji. Ninakuombea Bwana, Bwana akupe mtaji. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, ninaomba mtaji, nikutanishe na watu ambao watanipa pesa, nikutanishe na watu. Ninakuombea mpendwa, Bwana kukutanishe na watu, Bwana akupe mtaji, Bwana akupe mtaji. Kutana na watu asubuhi ya leo, kutana na watu asubuhi ya leo watakao kupa mtaji, watakao kupa mtaji. Inawezekana una wazo hauna pesa, inawezekana una mtaji hauna wazo la kufanya. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana kwa dakika moja, mwambie Bwana, mimi ni mtu gani, mimi ni mtu gani Bwana, kati ya watu hao watatu, kati ya watu hao watatu. Inawezekana nina wazo, sina pesa, sina watu. Inawezekana mimi mwenyewe nina uwezo wa kufanya. Baba, nipe pesa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Inawezekana umejiuliza sana, litakuwaje neno hili, litakuwaje neno hili, lakini nakuambia mpendwa, uwezo wa Bwana, nguvu ya Bwana itakufunika, itakufunika, na nguvu za Bwana zikufunike kama kivuli, kama kivuli. Hilo wazo lako ulilo nalo, Bwana kufunike kwa uwezo wako. Roho Mtakatifu akuwezeshe, nguvu za Bwana zikufunike kama kivuli kwenye kampuni yako, kwenye biashara yako. Nguvu za Bwana zikufunike kama kivuli. Nyosha mikono yako nami nakutamkia, nguvu za Bwana zikufunike kama kivuli, kama kivuli. Asubuhi ya leo, nguvu ya Bwana ikufunike kama kivuli. Na hayo ulionayo, hilo wazo ulilonalo, hiyo pesa ulionayo, unajiuliza litakuwaje neno hili, Roho Mtakatifu hatakuwa juu yako na nguvu ya Bwana itakufunika kama kivuli. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Ongeza tena makofi na vigelegele. Nguvu ya Bwana itakufunika kama kivuli. Asante.